Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya siku ya leo, ninachukua nafasi hii, ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo siku ya leo katika ushirika huu wetu wa Wednesday, nikiamini ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe na Bwana atatenda mambo makubwa na mambo ya ajabu katika maisha yako. Na kwa hivyo ninachukua nafasi hii niweze kukukaribisha katika ushirika wetu wa siku ya Wednesday hapa Christian Foundation Fellowship, na ninajua ya kwamba neno la siku ya leo litabariki maisha yako na litainua maisha yako siku hii ya leo katika jina la Kristo Yesu. Na kwa sababu ni vyema ukaweze kutega sikio lako ili ukaweze kubarikiwa na Bwana siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Na najua ya kwamba Bwana atakutenda mema na atakutenda maajabu katika maisha yako, na utaona mkono wa Bwana katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo karibuni sana mahali popote mlipo, mahali ambapo mnatutazama. May God bless you. Bwana akaweze kuwatenda mema na kuwainua. Tuamini na tuombe. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya jioni ya siku ya leo katika ushirika wetu wa Wednesday. Ninakuita Bwana ninapoenda kunena neno lako kwa watu wako Mfalme. Ninaomba ukanitie nguvu na watu wako ukawabariki na kuwainua kiwango katika jina la Kristo Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen mahali popote ulipo, na Bwana atakubariki. Jioni ya siku ya leo ninataka kuongea neno ambalo linasema ya kwamba divine help. Divine help, yani msaada wa kiungu. Ndio ninataka kuongea jioni ya siku ya leo, kwa sababu katika maisha haya ambaye tunaishi, we need a helper in our life. The Bible says that the Holy Spirit of God is our helper. Bwana wetu apewe sifa. Na Mungu ndiye anayetusaidia, ndiye anayetutumania. Bwana wetu apewe sifa. Daudi akasema ya kwamba nitayainua macho yangu kwako, mahali msaada wangu unatoka. So everybody in this world needs a help. Bwana wetu apewe sifa. Kwa sababu kuna wakati unafika ya kwamba hautiwezi. Mtu ambaye anahitaji usaidizi ni kusema ya kwamba yeye hajiwezi. Psalms 41 inasema ya kwamba heri ni mtu yule amkumbukaye ambaye ni mnyonge. Yani mtu amefika kiwango ya kwamba hana nguvu, hajiwezi, anahitaji mtu ambaye atakaye msaidia. For example, mtu anapofiwa na watu wao, Bwana atukuzwe, ama uingie katika ugonjwa, ni kusema ya kwamba umefika mahali ambaye haujiwezi. So unahitaji mtu ambaye atakaye kusaidia. Na nikuambie jioni ya siku ya leo ya kwamba Bwana huwa anatumia wanadamu ili kusaidia wanadamu wengine. So you cannot ignore any person in this world. He or she can be your helper. Bwana atukuzwe. Na kuna maombi tunaomba ya kwamba may God connect us with our divine helper, with our divine destiny. Bwana wetu ni sana, our destiny helper. So we need men and women in our life to help us. Bwana atukuzwe. Hata katika pale shamba la Edeni, Bwana alipoangalia Adamu, alisema ya kwamba it is not good for this man to live alone. Nitamuumbia msaidizi. Bwana apewe sifa. So ni kusema ya kwamba
Mungu akaona ya kwamba Adamu hawezi, amefika mahali hajiwezi, anahitaji msaidizi. So Mungu ndiye anayetuletea wasaidizi katika maisha yetu. So never ignore men and women in your life, whether in your family, whether in your neighbor, wherever you live, na wale mnafanya kazi pamoja na wao. Never ignore anybody. He or she can be your helper. Bwana wetu pewe sifa. Jioni ya siku ya leo ningependa tukaangalie neno katika kitabu cha 2 King chapter 13 and verse 4. 2 King chapter 13 and verse 4, in Jesus name. Inasema ya kwamba naye Yehoahazi akamsihi Bwana, Bwana akamsikiliza. Bwana apewe sifa. Huyu ni mfalme ambaye alikuwa anaongoza wana wa Israeli, na maandiko inasema ya kwamba aliwakosesha wana wa Israeli, aliwakosesha na alifanya yaliyo maovu machoni pake Bwana. So ikafika mahali wana wa Israeli wakateswa, wakaumia, wakaagamia. So alipoangalia, akaenda mbele za Mungu, akamsihi Bwana, naye Bwana akamsikiliza. So anybody can pray na Mungu asikize. So akamsikiliza, akasema ya kwamba kwa kuwa aliyaona mateso ya Israeli, Yehoahazi aliona mateso ya Israeli. So akaenda akamsihi Bwana, akaomba, na Biblia inasema ya kwamba jinsi mfalme wa Shamu alivyo watesa. So kulikuwa na mfalme wa Shamu na alikuwa anawatesa wana wa Israeli. So huyu mtu wa Mungu, Bwana wetu ainuliwe sana, huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Yehoahazi mwana wa Yehu, Biblia inasema ya kwamba alitawala juu ya Israeli katika Samaria miaka 17 na akafanya yaliyo maovu. So hakuwa mtu mzuri, hata kama alikuwa na waongoza na kutawala wana wa Israeli. Biblia inasema inamtaja kama mtu ambaye alifanya maovu machoni pa Bwana, aliyafuta makosa ya Yeroboamu. Na Biblia inasema ya kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu yake, akawatia mkononi mwa Hazaeli mfalme wa Shamu. So kwa sababu ya kufanya maovu, Bwana akakasirika akiwa juu mbinguni, akawatia mikononi mwa Hazaeli mfalme wa Shamu. Na Biblia inasema ya kwamba alipoangalia, akaona vile mfalme wa Shamu anavyowatesa wana wa Israeli, akaenda mbele za Mungu, akamsihi Bwana, akamulilia Bwana, naye Mungu akamsikiliza. Bwana wetu ni sana. Hakuenda mbele za Mungu kwa sababu ya jambo lingine, ni kwa kuona vile Israeli wanateswa na huyo mfalme wa Shamu. Bwana atukuzwe. Yani akahuzunika, hata kama alifanya maovu mbele za Mungu, alihuzunika kwa kuona vile wanateswa. Bwana atukuzwe. Akaona wamefika kiwango ya kwamba hawana msaidizi. So akaenda mbele za Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana akawapa Israeli mwokozi, and the Lord gave Israel a savior. Hallelujah. Kwa kuona vile waliteswa, Mungu akatuma mwokozi ili kuwaokoa wana wa Israeli katika mikono ya mfalme wa Shamu. Bwana wetu pewe sifa. Nataka kuongea na mtu jioni ya siku ya leo ambaye anateswa na mfalme wa gizani, na mfalme wa dunia. Bwana pewe sifa. Kuna mambo inakutesa, kuna maadui wanakutesa, unakaa kana kwamba hauna msaidizi. Bwana wetu pewe sifa.
Kwa maana mtu anapopigwa afikishwe kwa kona, anaachwa akiwa hana nguvu. So anything can happen katika maisha yake. So Mungu anapoangalia anaashiria mwokozi. So na Biblia inasema ya kwamba and the Lord gave Israel a savior, so that they went out from Adam, the hand of Syria. Now wakatoka mikononi mwa Washani. So lengo la Mungu kuashiria mwokozi ni kutoa hao watu Israeli katika mikononi mwa Washani. Wana wa Israeli wakakaa hemani mwao kama zamani za kwanza. So wakarejeshewa mambo yao ya kwanza. Bwana wetu yuko sana. Uko mahali pale siku ya leo na umefika mwisho na unaona ya kwamba hauna nguvu, haujiwezi, you need somebody to come and help. Bwana wetu apewe sifa. Nadhani kuambie jioni ya siku ya leo, Bwana anakutumia mwokozi. Our God will send a helper in your life. In that situation, God is going to send a deliverer in your life. Katika hiyo hali uko ndani yake. Bwana wetu yuko sana. Kuna mtu wako kwa nyumba anauliza nani ako karibu, anaweza nisaidia, anaweza nipikia, anaweza niosha, anaweza saidia hawa watoto, kwa sababu uko katika kiwango ya kwamba haujiwezi. You can't do anything for yourself. You need a helper. I pray this evening, hallelujah, that may God send a deliverer. May God send a savior in that situation. Katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Umefukiwa nyumba, uko mahali pale, hauna namna. You have nothing in your life. Naomba Mungu atume msaidizi katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Never ignore anybody in your life. He or she can be your savior. Bwana wetu inuliwe sana. So Bwana akawatumia mwokozi. Bwana wetu ainuliwe sana. So Yehoahazi alimulilia Mungu na Mungu akatuma mwokozi. The same verse book 2 King 14 and verse 26 pia inaongea habari ya wana wa Israeli. Bwana apewe sifa. Verse 26 Biblia inasema hivi, kwani Bwana verse 26, kwani Bwana akayaona mateso ya Israeli kwamba yalikuwa machungu sana. Bwana apewe sifa. Nani jioni ya usiku wa leo ako katika mateso ya ushungu? Kuna ugonjwa unakutesa. Bwana wetu ainuliwe sana. Kuna shida, yani uko na ushungu ndani ya moyoni mwako kwa sababu umenenwa, umepigwa, umedharauliwa. You have been rejected. You have pain in your heart. You have bitterness in your heart. Bwana apewe sifa. Yani umefika mwisho. Umefika besoari, mahali pa kukosa nguvu. You have nothing in your life. Hauna nguvu. So Mungu akayaona ile mateso inazidi, na akaona ya kwamba yalikuwa na ushungu, walikuwa na ushungu. So walikuwa wanamulilia Bwana ndani ya mioyo yao kwa sababu ya ule ushungu uliokuwa ndani yao. Bwana wetu apewe sifa. Mungu akasema ya kwamba maana hakukuwa na mfungwa wala asiyefungwa, walikuwa the same wote. Hauketabua mfungwa na asiyefungwa, because all of them, Bwana wetu ni sana. For the Lord saw the affliction, they were afflicted, that it was very bitter. Ukiona kitu kimefika kina ushungu, ni kusema ya kwamba huyo mtu amepitia. Bwana wetu ni sana. Haujawahi sikia kama mtu akisema ya kwamba I have bitterness na mtu fulani? Ukiona mtu amefika mahali pale, ni kusema ya kwamba ako na ushungu, na ule mtu asipojiangalia, because bitterness inazaa kifo.
Hallelujah. For there was not any shut up, Bwana Asiba, nor any left, no any helper for Israel. Hebu sikia vile vile inasema ya kwamba maana hatakuwa na mfungwa wala asiyefungwa wala msaidizi kwa ajili ya Israeli. Bwana apewe sifa. Kuna watu Mungu jioni ya leo anaona ya kwamba katika ile mateso hawana msaidizi. No one can help you. Umeashiriwa na jamii yenu, umeashiriwa na your neighbors, umeashiriwa na your coworkers. Bwana apewe sifa. Mungu akiwa juu mbinguni anaona the bitterness, the pain ambaye uko ndani yake. Mungu anaona ile mambo unayapitia mpendwa. Bwana wetu iwe sana. Nadhani kuambia kwamba anaona hakuna msaidizi. No one can help you. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu anatumana. Bwana wetu iwe sana. Mungu anatumana. Hallelujah. No any helper for Israel. Bwana wetu iwe sana. Yaani uko mahali pale umefika mwisho. Unaona ya kwamba there is no help. No one can help me here. Bwana asiba. Umewekelewa kesi. Uko kotini. Hallelujah. Kuna kesi inaendelea. But unapoangalia the judge, na wale watu mawakili, na wale watu mko na wao hapo, unaona ya kwamba hapa hakuna msaada. But nataka kuambia kwamba Mungu huwa anatuma msaidizi. Bwana apewe sifa. Na ninakuombea jioni ya leo ya kwamba Bwana akutumie msaidizi katika hiyo situation uko ndani yake. Bwana akutumie msaidizi atakaye kushika mkono. Bwana wetu ainuliwe sana. Yaani uko na biashara unataka kuanza lakini hauna mtu wa kukushika mkono. Naomba Bwana akutumie msaidizi. Bwana apewe sifa. Nyumba yako inaanguka. Your marriage is going down. Unasema ya kwamba I have no helper. Naomba Mungu akutumie msaidizi katika jina la Kristo Yesu, ili ukaweze kusimama tena. Bwana wetu ainuliwe sana. Yaani wewe umekuwa bankrupt. Umeshotwa kila kitu. You have nothing in your life. Bwana apewe. Unasema umefika mwisho. Badala ya kujinyonga, naomba Mungu akutumie msaidizi. Somebody who can lift you up. Hallelujah. Akutoe kiwango ya chini, akuinue kiwango ingine. Because God used men and women to raise us. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mtu amefika mwisho na huduma, unaona ya kwamba you have no help. Naomba Mungu akutumie msaidizi katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ainuliwe sana. Mungu akutumie msaidizi jioni ya siku ya leo. I'm talking about divine helper. God will send a deliverer. God will send a helper in your life, in your family, in that business. God will send a helper. Bwana wetu ainuliwe sana. Wewe ambaye umetupwa na watoto wako, umeambiwa kanyaga nje, hauna mtu wa kukusaidia, hauwezi enda kwenu nyumbani, hauwezi enda huko kwingine, yaani uko in a street, mahali ambapo unashindwa, who can help me? Naomba Mungu akutumie msaidizi katika jina la Kristo Yesu. Wewe ambaye umelemewa na bill ya hospitali, yaani umeweka mpaka title na kila kitu umetoa, but umefungiwa hospitali kwa sababu ya bill, naomba Mungu akutumie msaidizi. I pray that may God connect you with your helper in the mighty name of Jesus. Kwa sababu kuna watu wamefungiwa hospitali, walipona, hawana watu wa kulilia, watu wao walitoa pesa wakafika mwisho, na wewe umefika mwisho. Hallelujah. You are not going to die, but may God connect you with your helper. That is my prayer today. Bwana akutumie msaidizi katika jina la Kristo Yesu. Hiyo nyumba isaitafungwa. Bwana anatuma msaidizi.
Hao watoto wako hawatafukuzwa. Bwana wetu yule sana, hautaaibika because maandiko imedeclare ya kwamba hakuna siku Mungu ataaibisha watu wake. Unaona kana kwamba uko karibu kuaibika, naomba Mungu akutumie msaidizi jioni ya usiku wa leo katika jina la Yesu. Bwana akutumie msaidizi. Bwana akutumie msaidizi. Bwana akaangalia Israeli, akaona ile mateso iko na usugu, na ya kwamba hauwezi kujua mwenye kufungwa na yule hajafungwa, wote walikuwa sawa, they were the same. Lakini Bwana akaangalia akaona hakuna mtu anawasaidia, na ndio maandiko inasema Mungu akaamkia kiti chake, akaenda akawasaidia wana wa Israeli, akawatoa katika ile mikono. Bwana atukuzwe. Kitabu cha Hosea 12 inasema hivi, Hosea 12 maandiko inasema hivi 12 na mstari wake ni wa 13. Inasema ya kwamba na ndiposa Bwana amenituma kwako jioni ya siku ya leo. Anasema ya kwamba and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt. Bwana atukuzwe. By the prophet of God the Lord atakutoa katika Misri. Bwana apesi. Atakutoa katika hiyo hali. So never ignore the prophet of God. Never ignore the servants of God. Hallelujah. God uses the servant, the prophet. And by the prophet, the Lord brought Israel out of Egypt. And by a prophet was he preserved. Bwana apewe sifa. Hallelujah. So Mungu anapokuinua akutoe katika hiyo hali by the prophet, Biblia inasema ya kwamba inasema na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. So the prophet can preserve. Bwana atukuzwe. Na vile unaona watu wengi wanaignore watumishi wa Mungu. They ignore the prophet of God. They ignore the servant of God. Ili hali Biblia inasema ya kwamba by the prophet the Lord brought Israel out of Egypt. Alituma Musa mahali pale. The prophet of God. Bwana atukuzwe. So hata wewe katika hiyo hali, you need a prophet. You need a servant of God. Akutoe mahali pale kwa kuongea neno, by speaking the word. Kwa kukuombea, hallelujah. Kwa kukuombea just one word, it will save your life. Hallelujah. Neno la nabii wa Mungu kama hili na kunenea jioni ya siku ya leo. Bwana amenituma kwako. And I'm going to pray for you. Bwana apewe sifa. And by the word of God, Bwana atakutoa katika hiyo shida katika jina la Yesu. Uamini mahali popote ulipo. Uamini wewe ambaye umefika mwisho. Wewe ambaye umepitia maushungu mengi sana. Wewe uko very bitter ndani ya moyo wako. Nitakuombea siku ya leo. Na ukiamini neno la nabii, neno la mtumishi wa Bwana, things will change in your life. That situation unatoka ndani yake katika jina la Kristo Yesu. Whether the devil like it or not, because we have the power to command. We have the power. Bwana wetu ainuliwe sana. By the prophet was he preserved. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kuomba jioni ya siku ya leo. Umepitia mengi na mazito na uko na ushungu ndani ya moyo wako. Nataka nikuombee jioni ya siku ya leo. That bitterness must come to an end. That situation ambaye unalia usiku na mchana. Yaani hakuna siku unafurahia. Na Biblia inasema ya kwamba furahini siku zote. Na nitasema tena mfurahi. Na unaangalia unaona hauna furaha ndani ya moyo wako. Bwana wetu amesikia. Hauna furaha kwa sababu ya ushungu. Either you have been conned. Umenyang'anywa vitu yako. Umenyang'anywa shamba lako. Umenyang'anywa gari yako. Umenyang'anywa pesa zako. Umenyang'anywa jamii yako. Hallelujah. Umenyang'anywa maono yako.
uko na ushungu, unashindwa kwani huyu Mungu wako wapi? Lakini jioni ya usiku wa leo Bwana anakutumia msaidizi katika jina la Yesu. Ningependa ukaweze kuamini pamoja na mimi, because when two or three agree together, Bwana atatenda katika jina la Yesu. Na ninaomba kwa sababu ya wale watu ambao wamenyang'anywa vitu zao. Mungu aliniambia ya kwamba utaombea watu walionyang'anywa mali na vitu zao, na zitarejeshwa katika jina la Yesu. Na kwa sababu ni Mungu alinena juu ya maisha yako, amini pamoja na mimi ya kwamba nikiomba hiyo vitu unarejeshewa, amani unapokea. Mungu anatuma msaidizi katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba kwa sababu ya mtazamaji ambaye amenitazama jioni ya usiku wa leo katika ushirika huu wa Wednesday. Baba uliye mtakatifu, unajua moyo wake, unajua maisha yake, unajua hali yake, unajua ushungu ulio ndani yake, unajua the pain iliyo ndani yake. Ninakuomba dakika hii kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ya kwamba hiyo ushungu ikaondoke, na hiyo pain ikaondoke, na hiyo matatizo ikaondoke, na hiyo kudharauliwa na kudhihakiwa iondoke katika jina la Kristo Yesu. Baba uliye mtakatifu, ninakuomba that you may connect your people with your destiny helper in the mighty name of Jesus. May you connect them, my Father. Watumie msaidizi. Baba, uliona maushungu na mateso watu wako wanapitia. Naomba ukatume msaidizi katika jina la Kristo Yesu. May you send them a helper. Somebody who can help them. Somebody who can catch their hand and lift them up, oh God. Bwana ukawatoe katika hiyo situation katika jina la Kristo Yesu. Ninawaombea furaha wale ambao wamehuzunika, wale ambao wanalia, na waombea furaha kwa usiku wa leo, na watangazia furaha, na watangazia amani. Naomba ukawainue kiwango, waponye katika jina la Yesu. Wale wamefukiwa mahospitali kwa ukosefu wa pesa, wameshindwa kulipa bili za mahospitali, Baba mtakatifu, ninaomba ukatume msaidizi katika jina la Kristo Yesu. Wale wamenyang'anywa vitu zao, mali, mashamba na mabiashara na maono, ninatangaza zikarejeshwe by the power of the Holy Spirit of God. Baba, jioni ya siku ya leo, warejeshe Bwana, hao watoto warejeshwe, huyo mume arejeshwe kwa nyumba yake, huyo mke arejeshwe kwa nyumba lake, hao watoto warejeshwe katika nyumba zao katika jina la Kristo Yesu. Hiyo biashara ikarejeshwe. Naomba Bwana, kwa sababu hiyo biashara ni kana kwamba inaisha, naomba ukaashiria msaidizi Bwana katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa jioni ya leo kwa sababu unatenda, na Bwana unatumana, because you are the God of another chance. Naomba ukainue watu wako tena katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa kwa kuwa umetenda katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Sema amen. Kuamini ya kwamba Bwana ametenda katika jina la Yesu. Bwana amekutendea katika jina la Kristo Yesu. Uamini katika moyoni mwako. Na ningependa nikaweze kuomba na mtu ambaye anasema ya kwamba ningependa kupeana maisha yangu kwa Mungu. Nitakuombea. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo nimesikia neno lako. Niokoe, nisamehe kila dhambi. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Nipe Roho Mtakatifu anisaidie. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Baba, katika jina la Yesu ninawaombea mtazamaji ambaye amekubali kama mwokozi wa maisha yake, na mdedicate mikononi mwako, nikiamini ya kwamba utaashiria Roho Mtakatifu ili akaweze kumsaidia na kumdumisha katika wokovu na katika njia zako za kweli na za haki, na hakuna mapepo ya kumrudisha nyuma tena. Kwa jina la Kristo Yesu niliomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki na akutende mema. Ningependa kuchukua nafasi hii
niweze kukukaribisha katika mkesha wetu wa siku ya Friday hii tarehe 21 mwezi huu wa 3 hapa Christian Foundation Fellowship. Tuko na mkesha mahali hapo. Uko katika maeneo ya Gikabura, uko maeneo ya Bogoto, uko maeneo Kamaguri Hotel. Hii maeneo yote imetuzunguka, na mahali popote ulipo unaweza sikia ya kwamba utalipa gharama kufika hapa CFF Gikabura kwa mkesha wetu wa Friday. Ninakukaribisha katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Ninakukaribisha katika jina la Kristo Yesu, na pia ninakukaribisha katika ibada zetu za siku ya Sunday tarehe 23 mwezi huu hapa CFF. Tuko na ibada ya ajabu kutoka saa 2 mpaka saa 7:30, na pia after service tutakuwa na open air hapa Gikabura. Ninawakaribisha watu wa maeneo haya, kujeni tusikize neno la Bwana, tuombee mji, na Bwana atabariki maisha yenu katika jina la Kristo Yesu. Karibuni katika event hizo zote, na mtaona mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Uko pale ungependa kutoa sadaka yako ili utusaidie katika huduma hii, 0112 643 477 0112 643 477. That is our number. Na ukiitumia, Bwana atakubariki na atakutenda mambo ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki, awatende mema in Jesus name. Tuonane wakati mwingine. Shalom, shalom.